Wapenzi waumini, hutuba yetu ya leo ni tatizo lililojitokeza katika ulimwengu huu tulionao, ulimwengu ambao watu wamekosa mengi mazuri, watu wamekosa kheri nyingi, watu wamekosa kuzitumia fursa zilizoko ulimwenguni kwa sababu ya tatizo la qalaq, kubabaika na kufadhaishwa na ulimwengu, watu kupanic na maisha, kama wamejisahau kwamba wao ni wanadamu, wameumbwa, hawajajiumba. Limal qalaq khuliqu walam yakhluqu anfusahum falimadha alqalaq, wameumba hawajaumba, kwa nini tubabaike? Na sisi ni tofauti na ulimwengu wote ulivyo, kwa sababu sisi tunajua tuna Mola. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulakum. Allah tabarak wa taala anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waambie hakuna lenye kutufika ila lile ambalo Allah tabarak wa taala ametuandikia, kwani yeye Allah tabarak wa taala ndiye Mola wenu, huwa maulakum, nyinyi mnamnusuru. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur. Allah tabarak wa taala ndiye mpenzi, ndiye mnusuru wa walioamini, anawatoa kwenye giza akiwapeleka kwenye mwangaza. Angalia, nur imekuja ni moja kwa sababu Allahu nuru samawati wal ard, lakini angalia dhalam imekuja dhulumat, kaanna ad-dunya fihi anwa'i dhulumat walaysa fi ad-dunya siwa nurullahi tabarak wa taala. Dunia hii ina visa vingi, kila aina ya giza, kila aina giza lipo, lakini giza zote hizi, visa vyote hivi, hakuna mwenye kuweza kukutoa isipokuwa nani? Allah. Anawatoa kwenye visa, anawapeleka kwenye mwanga wake, kwenye mwangaza wake. Sasa mu'min anapoijua imani yake, ni sababu ya kwanza kutoka katika dhiki ziliyopo kwenye maisha, kwa sababu dhiki iliyopo katika maisha ni mwanadamu asema itakuwaje, tutafanyaje. Ikifika kwenye chakula sema kimepanda sana. Hasanul Basri rahimahullah, jaa ilayhi wafdun waqalu lahu irtafa'atil as'ar ya Aba Sa'id, mabei yamepanda sana, tutafanyaje? Akawaambia wale walomjia, subhanallah, yarzukuni fil ghali man arzaqani fil rakhis, yule aloniruzuku katika kununua chakula kilicho rahisi ndiye yule atakayeniruzuku kununua chakula kilicho ghali, kwa sababu ar-razzaq huwa ar-razzaq. Allah tabarak wa taala katika Qur'ani anakuzungumzia, kukuhakikishia kwamba chochote kinachotembea katika ardhi riziki yake nimekidhamini mimi Allah. Wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, chochote kinachotambaa kwenye ardhi hii basi riziki yake ni iko kwa Allah tabarak wa taala. Yeye mwenyewe kajiwajibisha kukuruzuku wewe. Allahu tabarak wa taala akatuambia sisi wanadamu tufanye wajibu wetu, na yeye atatufanyia wajibu wake. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Sijaumba mwanadamu wala jini katika ulimwengu huu
isipokuwa lengo la kuwaumba viumbe hawa ni kuniabudu mimi tu. Sina haja lengine, sitaki kwao riziki, hata wajilete riziki wao, wala sitaki hata licha kunilisha mimi, hata kujilisha wao. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Musibabaishwe na maisha kwamba nitaishi vipi. Wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzukukum wa iyyahum. Musije mukadhulumu watoto wenu ikafika mukaua watoto kwa sababu ya kuogopa watakula nini, kama wanavyofanya makafiri tunavyoona kwenye vyombo vya habari. Mtu amefutwa kazi au wa famili mzima ajiuliza nitapata wapi chakula. La, nahnu narzukukum wa iya. Sisi, Allah asema kwa sifa ya kujitukuza ya kibri, sisi na ni yeye Allahul wahidul qahhar, narzukukum wa iyahum, ndio wenye kuwaruzuku nyinyi na wao hao watoto. Riziki yenu inatoka kwake. Usije ukawa una familia ukaanza kiburi, shetani akakuhuri. Subhanallah, aya 90 katika Qur'ani zinazungumza mruzuku ni nani? Allah. Aya 90 zinakupa hope kwamba riziki yako iko kwa Allah. Aya 1 inakutisha na ni shetani, inna shaitana ya'idukumul faqr. Aya 1 tu katika Qur'an, shetani anakutisha ufukara. Lakinna اغتررنا بآية واحدة من قول الشيطان ولم نثق ب90 آية من قول رب العالمين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Tumebabaishwa na aya moja inaozungumza maneno ya shetani kukwambia utafukarika. Hili tumelibeba neno moja la shetani, tumesahau maneno 90 ya Allah tabaraka wa taala kwamba riziki iko mkononi kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. In takunu fuqara yughnihimullahu min fadli, sio nyinyi. Mkiwa nyinyi ni mafukara, Allah atawatajirisha kwa fadhila zake. Hakuna nafasi ya mu'min kuwa muoga na maisha. Mu'min uoga wake ni vipi nitamkosea Mola wangu, ni vipi nitafanya taksiri katika nilioamrishwa, ni vipi nitakuwa nyuma katika kumwabudu, ni vipi nitakuwa mbaya katika tabia njema, ni vipi nitakuwa muovu katika kutekeleza amana. Hadha wajibu an ta'budu Allah wa la tushrik bihi. Hili ndilo wajibu lako, lakini masala ya wewe kuishi, aliyekuleta ndiye atakayeendesha maisha yako. Yudabbirul amra kullah, mambo yote anayapeleka yeye. Kulla yaumin huwa fi shan. Waamini, hili ni jambo muhimu sana. Tukiwa nalo tumemaliza mchezo wa dunia. Tutaangalia nini tunachotakikana kufanya, kwa sababu tuna mengi waumini tumeacha kuyafanya kwa sababu ya kughuriwa na shetani. Vipi utahurika na dunia umsahau Mola wako? Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal alkarim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak. Hebu jiulize, hivyo ulivyo wewe, hivyo ulivyo kwa umri wako, leta miaka yako 0 uanze maisha ya tumboni. Miezi 9 umeishi kimaajabu, kimiujiza ya Allah tabaraka wa taala. Miezi 9 uko kwenye tumbo la mama, huna uwezo hata wa kuhema. Ulikuwa huhemi ulipokuwa tumboni kwa sababu wewe huna nafasi yoyote ya kuhema, umeunganishwa na mamako kila kitu.
Lakini siku ulipotoka ukakatwa ile kamba yako iliyokuunganisha na mama, tayari mapafu yakafunguka, ukaanza kuhema, ukaanza kuhitaji kula upate damu, lakini ulikuwa umetulia ndani ya tumbo la mama miezi 9. Nani aliyekuwa akiuliza swali, atakula nini huyu, nitaishi vipi? Kama ulikuwa hujijui na uliishi, sasa ni mtu unayejijua, uliopewa na akili, amini utaishi. Acha uoga. Uoga wako ni kuvunja uhusiano na Mola wako. Jiulize, ninavyoishi aridhika Allah tabaraka wa taala? Hilo tu, ukikamilisha hapo umemaliza kila kitu. Lakini pia sababu ya pili ya sisi kuingia kwenye kubabaika huku tulipofikia ni kule kwamba tumeiweka dunia katika mioyo yetu, na ilitakikana dunia ibaki mifukoni kwetu, isiingie katika mioyo yetu. Mwanadamu atakapoiweka dunia ndani, mwanadamu katika dunia atakaishi maisha ya kawaida, kwa sababu dunia ni bahari na mwanadamu ni chombo kinaolea baharini. Waonaje mashua, meli, boti katika maji zinakuwa wapi? Zinaolea juu ya maji, au sio? Zikiolea juu ya maji zitasafiri vizuri, lakini zikiingia ndani ya maji litazama, si ndio? Wewe katika dunia hii watakikana uwe juu ya dunia, usiuchukue moyo wako ukaingiza ndani ya dunia, utazama. Ni kawaida kukiona chombo baharini kinaolea juu, lakini itakuwa ni msiba ukikiona chombo kimeingia ndani ya maji. Utajua hapo hakuna mtu amekufa maji. Dunia tulipoiweka ndani ndiyo imetuletea matatizo. Subhanallah, maisha ya maswahaba yalikuwa maisha magumu. Wacha maswahaba, nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam miezi 2 hakuwashwi moto. Shahrain baitun nabi sallallahu alaihi wasallam wa usratu, nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam miezi 2 wanaishi bila ya kupikwa, moshi hakuna, mpaka mtoto wake amuuliza, Abdullah bin Umar amuuliza khale yake Aisha, basi madha kuntum tat'amun, madha kuntum tat'amun, mulikuwa mkila nini nyinyi? Amwambia al-aswadain, maji na tende. Ndio miezi 2 hawajakula mkate, hakujaliwa nyama, hakujaliwa wali, hakuna. Ni maji, yale maji tunayomwaga ndiyo chakula na haba za tende. Lakini nyumba ya Mtume ilikuwa imejaa tabasamu. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Aisha, amuona Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko kwenye furaha, wanapiga story vizuri. Nyumba yako siku isipoliwa kuna story mzuri? Usinijibu mimi, we mwenyewe tujijibu. Balil insanu ala nafsihi, wewe wajijua. Hivi kwako kusiliwe siku moja kutakuwa na story mzuri? Watu hugombana bi atfahil asbab. Harusi ikafanya nyumba iwe na vita, harusi ya mtaa. Lau utashindwa kukamilisha isiendewe harusini, nyumba ishavurugika. Nyumba ya Mtume miezi 2 hakuna chakula, na Aisha apiga story na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu amwambia, ya Rasulullah, na kuona leo uko kwenye mudi mzuri, niombe dua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amwombea Aisha dua, Allahumma ighfir li Aisha ma qaddamat wa ma akharat wama asarrat wama alanat. Amwombea dua mpaka mwisho. Aisha acheka mpaka anguka kwenye mapaja ya Mtume. Mwenye njaa atacheka jamani. Lakini ni nyumba zilizojielewa kwamba hii masala ya riziki hayako mkononi kwetu, yako kwa mwenyewe. Hiki nilichopata leo ndio nilichojaliwa na nani? Allah tabarak wa taala. Kabla sijakuja nimeandikiwa leo nitakula nini.
Leo sisi twala haramu kwa kutafuta riziki. Kila mmoja yuko tayari kuwa muongo, kila mmoja yuko tayari kuwa katili, kila mmoja yuko tayari kuwa khain ili amnyanyase mwenzake riziki aipate ile. Lakini jamani, riziki imegawanywa. Ni ile ile utakaoipata kwa haramu ndio ile ile utakaoipata kwa halali, haiongezeki. Nahnu qasamna bainahum maishatahum, Allah asema tushawagawia maisha yenu, acheni papara. Siku moja Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu aliingia kijijini na farasi wake, akashukia msikitini, akakuta kijana mmoja wa Kiyahudi pale katika watu wa kazi za mkono, akamwambia hebu nishikie huyu farasi. Akaingia ndani ya msikiti, akafanya haja zake, akimaliza akatoa dirhamu 2, akasema mafundisho ya dini yetu, man sanaa ilaikum ma'rufan fakafi'u, anayewafanyia wema mlipeni. Fa in lam tajidu ma tukafiunahu fad'u lahu, kama hamna hapo pige dua. Sisi ile moja tumeifuta, mwenye nacho na ambaye hana ukupiga kwa dua, si ndio? Ali akatoka na dirhamu 2. Alipotoka hakuna kijana, hakuna farasi. Ameenda wapi? Akamwona farasi mbali kule, akimfuata. Kumbe yule kijana aliangalia ile hatamu, ile kamba ya kufungia farasi ilivyosukwa vizuri, akasema hii nikienda nayo sokoni sitokosa dirhamu 2. Akaiba ile kamba, akaenda nayo sokoni. Ali ametoka msikitini na dirhamu ngapi? 2. Akabidi apande farasi aingie sokoni, hataweza kutembea naye mbio bila ile hatamu, ile kamba. Alipoingia yule kijana mkuta kule yuwazunguka, dirhamen, auza ile kamba kwa dirhamu ngapi? Ali akamwambia yule mmoja katika zuban wale wauzaji, mwite yule kijana. Akaitwa, hajui nani yuko hapo. Akifika Ali akamwambia, tarakta dirhamaini min halali ila dirhamaini min haram, umeacha dirhamu 2 za halali mwanangu, nilikuwa nitakupatia kuja kutafuta dirhamu 2 za haramu. Chukua hizi za halali. Wewe ungemkata ubao akazimia huyo. Ninachokusudia kwenye kisa hiki ni kwamba riziki haiongezeki kwa wizi, riziki haiongezeki kwa haramu. Riziki ishapangwa ni ile ile, bali riziki itabarikiwa kwa ukweli na halali. Kila ukila halali, Allah atabariki katika riziki yako. Kila ukiwa mkweli, Allah atabariki katika shughuli zako, lakini haipungui kwa kuwa wewe hutaki kula haramu. Leo sisi mtu mshahara hauoni ni faida aliyoandikwa nayo, lakini ile 10 ya kuiba asema clean deal. Hii ndio dili, tena ita clean pamoja kuwa ni wasakh. Wapenzi waumini, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana maneno mazuri atuambia katika hili. Hadithi rawahu al-Imam Ahmad an Zaid ibn Thabit annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Zaid ibn Thabit, kipenzi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimsikia Mtume akisema, man kana hamuhu al-akhirah, mtu ambaye atakuwa hamu yake ni akhira, kujiuliza lipi nitalifanya linisaidie kesho mbele ya Allah, anajiuliza majukumu yake ya akhira, jamaa Allahu shamlahu, Allah atamkusanyia mambo yake yote anayoyahitaji, Allah atamletea. Lakini pia waja'ala ghinahu fi qalbi, na Allah atajalia utajiri wake uwe ndani ya moyo wake, moyo wake uwe na utajiri. Babaiko lilioko kupaniki huku ni kwamba mioyo yetu mifukara. Mtu ana 1,000,000 kwenye akaunti, lakini huyo humshinda ambaye hana senti 1 kwenye mfuko. Namna alivyo na pupa na dunia, kwa sababu moyo wake fakir, moyo wake fukara, na kinachotakikana ni utajiri wa moyo. Laysa alghina bikathrati alarq walakinna alghina ghina an-nafs. Si utajiri wa kuwa na asset nyingi.
Utajiri ni pale moyo wako utakapokuwa, yani moyo wako unakinaa, umeridhika kwa kile alichokuruzuku Allah. Lakini pia wa atathu dunya wa hiya raghima, na mtu ambaye atakabili akhira, amwangalie Mola wake anataka nini, dunia itamfuata ikiwa mnyonge. Dunia ni kama kivuli jamani. Kivuli ukitembea kinakufukuza, ukizunguka nacho kinafanya nini? Kinatembea. Huwezi kuifikia dunia, wacha dunia ikufukuze wewe. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, waman kanat niyatuhu ad-dunya, yule ambaye takuwa malengo yake ni dunia katika maisha yake, farraqa Allahu alayhi dhai'atahu, basi hiko anachokitafuta kitazidi, Allah atakipeleka mbali, hawezi kukikusanya, hawezi kukifikia. Waja'ala faqrahu baina ainaihi, na umaskini wake Allah atauweka machoni. Mifuko imejaa, lakini yeye anajiona hana kitu, hana chochote. Ndiyo pale hana wakati, akimbia mpaka mzazi pia hataki kuonana naye. Labda akienda nyumbani ataelezewa matatizo ya familia, enda mbio tu, hajui nani kwake muhimu, nani dharura, yeye mbioni, kwa sababu kaiweka dunia machoni. Lakini Allah asema, walam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Sumbuko lote hili ujue dunia haitokuletea ila kile ambacho Allah amefanya nini? Amekuandikia. Kwa sababu kila kitu kisha sajiliwa kitambo. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kalamu zimeshaondoka, zishaandika na wino ushakauka. Huna cha kubadilisha, wewe ni kumridhisha aliyekuleta, na Allah akubariki katika maisha yako. Wapenzi waumini, hizi ni sababu mbili za msingi katika sababu za kuifanya sisi leo tuyaone maisha magumu, na tuone maisha kwamba hatufiki kwenye lengo, bali tumesahau malengo yetu, kwamba tumekuja kwa muda mchache na siku chache baadaye tutaondoka. Wazazi wetu walikuwa kila mmoja ajua alivyolelewa, walikuwa na hali ngumu, lakini wamefanya mambo mengi ya kheri. Mambo mengi ya kheri. Yatosha ile kwamba wametuelimisha dini. Leo sisi na utajiri wetu hata kuwaelimisha dini watoto wetu hatuna, kwa sababu nikimlekeza kwenye dini dunia itakimbia, na mwisho hana dini, hana dunia. Jamani, dunia gani hii? Leo dunia kwa kuendelea kwake inasambaza tendo la jinsia moja kwamba ndio liwe mfumo wa dunia. Kuna dunia jamani, hiyo dunia tunaoikimbilia, kauli mbio, nchi super powers unazozisikia zinakwenda mbio kubadilisha wananchi wake wote. Wanaume wawe ni wanaume, watoshane waume kwa waume, wanawake kwa wanawake. Hayo ndio maendeleo ya dunia, kwa sababu hakuna mfumo utakaokuwa utaridhisha watu waone tumefika, ila inna dina inda Allahi al-Islam, ila mfumo wa dini ya Allah, kwa sababu yeye ndiye aliyekuleta na yeye ajua kwa mfumo gani utafika. Yeye ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, yeye ndiye aliyekuumba, ajua huyu salama ya maisha yake ni mwekee mfumo huu, akakuwekea mfumo wa dini. Ukitafuta mwingine utajuta mbeleni. Waman yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yeyote atakayetafuta mfumo usiokuwa wa Kiislamu, kwanza kwa Allah hakubaliki, na mwisho atakuwa katika wenye hasara tu. Ndiyo hasara ya ulimwengu leo ilipotufikisha. Kila mwenye mtoto yuko kwenye dhiki na hamu kubwa. Tulikuwa tukiona labda watoto tukiwatoa mitaani tukawaweke mashule, basi kule watakuwa salama. Leo huko mashuleni kumekuwa ni hatari kuliko nyumbani. Hakuna pa kupeleka, kwa sababu kote kumejaa
dunia, na dunia ni uvundo, dunia ni ukorofi. Leo ukorofi umekuwa kila mahali. Dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi nas. Wapenzi waumini, katika sababu ambazo labda tungeweza kujitoa katika jambo hili la kubabaika, ni lazima tuamini kwamba sisi Allah tabaraka wa taala katuumba na imani, na imani yetu katika mwelekezo wake. Wewe mwanadamu, ishughulikie siku yako hivi ulivyo leo, basi iangalie leo wewe na uhusiano wako wa leo ni vipi. Wacha kujipa dhiki. Kuna watu kwambia subhanallah, baada ya miaka 10 itakuwaje? Wewe wajua baada ya sekunde 10 utakuwaje? Wewe wapanga miaka 10? Wajua? Jiulize haya maswali ya leo wewe, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaka kukuondoshea dhiki ya kubabaika, alikuletea mafunzo haya, statement moja tu, lakini ni furaha ya maisha yote katika dunia yako. Asema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum amina fi sirbi, yule atakayeamka asubuhi kwenye boma lake yuko kwenye amani, usalama upo, hajaibiwa mali yake wala haijajeruhiwa nafsi ya mtu wake. Lakini pia muafa fi jasadi, akaamka mwili wake uko salama, haumwi, si mgonjwa. La pili hilo, indahu qutu yaumihi, tena na akamka asubuhi anacho kifungua kinywa, chakula cha wanawe ya siku ile. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema inavyotakikana kwa muumini huyu, afurahi fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha, ajisikie kwamba yeye ni kama alokusanyiwa dunia yote kule, kwamba utamka na mambo matatu: peace ipo, amani ipo, lakini pia afya, ako healthy, lakini pia ameamka ana bread yake ya wanawe ipo, chakula chake cha siku. Ushamaliza dunia wewe. Jamani, mwajua tulivyo navyo vote kwenye akiba zetu sio zetu. Hivi ukifa vitachukua na wengine, tena zishapangiwa mpaka mafungu. Wewe uko hai, kuna mtu asema naisubiri nusu yangu tu hapa, nina nusu, mwingine asubiri robo, mwingine asubiri 1/8, mwingine asubiri thuluthain. Kila mmoja asema huyu mzee hata tomwona amechelewa huyu, nitakuwa tajiri sasa hivi. So, hii ndio dunia jamani. Kile unachokula, kile unachovaa, kile unachofanya sadaka ndiyo chako. Ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baq, ndiyo dunia. Sasa hili somo hili la kujijua kwamba wewe maisha yako yote yamekusanywa kwenye siku moja, ukaweza kusherehekea ile siku yako, wewe umemaliza mchezo wa dunia. Lakini utakapobeba hamu ya kuangalia, mimi natakikana niwe kama nani, mimi natakikana mpaka baada ya miaka fulani target yangu iwe nini, basi wewe utaumia na dunia, kwa sababu huwezi kujiletea zaidi ya yale Allah aliyokuandikia. Mpenzi muumini, katika jambo ambalo la pili linatakikana kutusaidia sisi ili tusipaniki na ulimwengu ni kujijua wewe ni nani. Wewe ujielewe, mimi ni tofauti na wengine, mimi njaa yangu ina thawabu, mimi kuchoka kwangu nafutiwa dhambi, mimi kuumia kwangu na kheri hii. Wewe si kama mtu mwingine. Allah tabarak wa taala akufundisha, kama kuna watu wanaumia, wewe unaumia, na hata wasokuwa wewe pia wanaumia. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la, kwa sababu wewe una matarajio kwa Allah kwamba maisha yangu yote madamu unasema la ilaha illa Allah, ninachofanya nina ajri. Lakini kuna mtu amimina mamilioni ya mapesa katika ulimwengu huu na haandikiwi hata thawabu moja, kwa sababu hakumwamini Allah.
waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wanapoteza mamilioni, hana thawabu hata moja. Lakini wewe kutoka nyumbani kuja msikitini, kila hatua unaandikiwa, unanyanyuliwa daraja, unaandikiwa thawabu. Kila hatua unafutiwa dhambi. Ukamsalimia mwenzako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, una thawabu 30 kwa salamu tu. Unachokifanya, una dhiki gani wewe? Lima alqalaq, lima tawatur? Kwa nini una panic? Kwani utaishi siku ngapi hapa? Kujijua kuna kubakisha katika heshima yako, japo mabadiliko ya maisha yako. Kuna msomi, mwalimu, muhadhiri mmoja, lecturer wa saikolojia, aliingia darasani, akawaona wale wanafunzi hali zao wana unyonge, akachukua $20 akasema, nani wataka hii? Klasi nzima ilinyosha mkono. Mimi. Na ingekuwa mimi mkinyosha mkono si wapi, manake anaitaka anafuata. Mungu asema wabtaghu min fadlillah, mkono wa kujibu swali. Akaichukua akaikunja, akasema nani anaitaka? Imekunjika. Wote wakasema kila moja mimi. Akaichukua akaitupa chini, akaikanyaga na viatu, kisha akaichefua. Alafu sasa nani anaitaka? Wote wakasema mimi. Akauliza, mbona ilipokuwa safi nyote mlipenda? Mbona nilipoikunja nyote mmeitaka? Mbona nilipoichefua nyote mwaitaka? Wakasema kwa sababu thamani yake ni ile ile. Na Muislamu jijue, maisha utakavyokuwa mabaya, thamani yako anta muslim. Tuko pamoja jamani? Ulivyo wewe una thamani mbele ya Allah, anta muslimun. Jijua una thamani wewe. Usiishi kama wengine, ukaingia kutafuta ya haramu, ukafanya ambayo sio. Anta lasta minhum, wewe si katika wao. Anta mu'minun tu'minu billahi al-aziz al-hamid. Kwa hivyo kule kujitambua wewe ni nani, utakosa kulia, utakuwa na furaha katika maisha yako. Lakini katika vile mambo ambayo yatatusaidia sisi kutobabaishwa na dunia, la taish fi akhta'il madi, usiishi katika makosa ya zamani. Mu'min hahuzuniki kwa yaliyopita, kwa sababu mu'min maisha yake kila leo yanabadilika. Na unapojua kosa lako ukatubu, ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Allah tabaraka wa taala anabadilisha mabaya yako kwa toba yako yakawa mazuri. Bali Allah tabaraka wa taala anayabadilisha yale makosa yako, licha ya kukusamehe anabadilisha namba, akaandika ni mema. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Wewe ni tofauti. Umefanya dhambi milioni, ukitubu ukafanya mema, Allah atabadilisha yale mabaya yaandikwe hasanati milioni. Wewe una dhiki gani katika maisha? Lazima ujitambue mumin, na ujielewe kwamba wewe hufanani na wengine, kwa sababu wewe ni kiumbe bora, kwa kuwa umebeba kalima bora ya la ilaha illa Allah. Kwa hivyo lazima uwe wakati wote una furaha, kwa sababu unajijua mbele ya Allah tabaraka wa taala ni mpenzi. Allah tabaraka wa taala anakupenda. Moja katika sababu za kuondosha qalaq, yale mabaya usiache yakabaki, yatakujia ya huzuni, ya kukasirisha, lakini mara moja sema a'udhu billahi minash shaitani, futa, ondosha. Mwalimu mwingine aliingia kusomesha somo la malezi, akabeba chupa ya maji, akawauliza, hii mwaiona ina uzito gani? Half liter. Akasema, nikibeba kwa dakika 5 mwahisi itakuwaje? Wakasema, hutosikia uzito wote. Masaa 3 mkono utauma mwalimu. Je, nikibeba siku nzima? Huenda ukapata shalal, mkono ukapoza.
Akawaambia, ndiyo mazito ya dunia usiyape nafasi ya kubaki muda mrefu. Linapokuja linalokuudhi, sema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, achana nalo. Kiasi utakavyosema lipo kwenye kifua, utafanana na wale ujiulize why, na why mwisho wake, mwisho wa why ni nini? Ni Z, ni zero. Wacha kuuliza why, utapambana na zero. Yamekuja, sema haya yatoka kwa Allah tabaraka wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Khairi imekuja, hadha min fadli rabbi, unasema alhamdulillahi rabbil alamin, na maisha yanaendelea. Lakini tukimaliza kulengana na mambo yaweza kusaidia kupunguza watu wanavyoteseka na dhiki za dunia, Waislamu tusaidiane, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi. Kuna watu wanataka angalau ushauri. Subhanallah, watu kwa kutoijua dini leo wanaigiza kwa wasiokuwa na dini. Kuna vijana wanajitoa roho kwa ajili ya dhiki za dunia. Sasa unapomuona mwenzako haendi vizuri, mpe nasaha. Unapomuona mwenzako kazi yake haiendi vizuri, labda wewe unajua sababu, kaa naye karibu, bwana hii kazi unaifanya makosa, hii yatakikana uifanye hivi na hivi na hivi. Leo subhanallah, hata wale tunaowaita walimu wanaofundisha mashuleni hawana msaada kwa wanafunzi wao. Hatusaidiani. Msaada si lazima wa pesa. Fikra yako yaweza mbadilisha mtu. Mwalimu mmoja, namalizia khutba yangu, mwalimu mmoja aliingia darasani akiwa mgeni. Kulikuwa na mwalimu wa kike ameenda kwenye mapumziko ya kujifungua, ni mjamzito. Alipoingia kuwa ni mwalimu mgeni, akaanza kutaka kuwachangamsha wale watoto darasani. Akamuuliza mtoto, akauliza swali na akampointi mtoto fulani. Kumbe ule mtoto kwenye darasa lile aeleweka ni toto zuzu, halishiki, hajui kitu, lipo tu pale darasani. Sasa alipomuuliza swali lile, darasa lote lilicheka, kelele, walicheka kweli kweli. Mwalimu akajua kuna tatizo hapa. Baada ya kutoka darasani, akamuuliza mmoja, kuna nini, mbona mmecheka vile? Asema, mwalimu ulijuaje? Yule bwana hana swali utakamuuliza anajua yule zero, negative zero. Mwalimu akasema sawa, watu wote wanamjua hivyo, hata madamu wetu anamjua hivyo. Baadaye walipo breki, mwalimu akamwagiza ule mtoto aje ofisini. Alipokwenda akamwambia, nilipoingia kutazama sura, nimeona hakuna mtoto mzuri kama wewe. Darasa zima wewe ni mtoto bora sana, mwenye tabia mzuri, na mimi nataka kukuonyesha ubora wako kwamba wewe ni bora kuliko wote. Na hizi poems, haya mashairi nataka ukayahifadhi usiku mzima. Kramu haya mashairi ninakupatia, kisha utaona vile nitakavyokufanya bora. Siku ya pili alipoingia darasani, mwalimu akafundisha, akaandika yale mashairi pale, akaanza kuyasherehesha, alafu akafuta, sema nani atayasoma haya mashairi, ameachika. Yule mtoto mjinga wanaomwita akaanza kuyasoma yale mashairi kwa nenda siendi, mpaka akafika mwisho. Mwalimu akasema pigieni makofi. Wakamsherehekea, mwalimu akatoa zawadi. Walipotoka jioni, mwalimu akamwambia nipitie, akampa maswali, kesho nitauliza haya maswali yajibu. Wiki mzima yule mtoto akahisi kumbe mimi pia naweza. Huyu mtoto ameandika kwenye makala kwenye gazeti, amshukuru mwalimu, leo ni profesa, kwa sababu alimjenga hisia zake. Jamani, twajengana hisia. Huu ndio Uislamu unaotufunza, wataawanu, si hela tu. Saidieni kwa aina yote ya wema, yatasaidia kuondosha matatizo ya umma kubabaika. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.